Bwana nipe sifa zako, umeniumba ili nikuabudu na kuabudu wewe uketie juu ya vyote, sifa hizi zifike kitini pako, wimbo huu ukawe manukato. Jehova Bwana, tunakubariki. Jehova Mungu wetu, tunakuinua. Pokea sifa, utukufu kwenye kiti chako cha enzi katika jina la Yesu. Asante kwa nafasi nyingine ambao umetupa, Bwana. Asante kwa usikivu ambao umetupa Jehova. Majira haya wewe ni Mungu, tena ni baba yetu, uko karibu nasi. Tunao ujasiri ya kwamba unatusikia. Tunao ujasiri ya kwamba utaingilia mambo yetu. Tunao ujasiri ya kwamba utatenda. Wewe ni baba yetu, ndio maana hatuna hofu wala mashaka yoyote, wala hatutokata tamaa. Tunakubariki Mungu wetu. Tunakutukuza uliyetuumba kwa sura na mfano wako. Wakati wote tutaendelea kudhihirisha sura hiyo na mfano wako kwa ulimwengu. Jina lako litukuzwe Jehova. Jina lako libarikiwe Bwana. Acha Roho wako Mtakatifu uliyesema anakaa kwetu na katikati yetu atatembea. Ni imani yangu kwamba anatembea katikati yetu siku ya leo, kwa jina la Yesu wa Nazareti. Acha ujifunue kwetu Bwana kupitia neno lako, na utuhudumie Bwana, na utuimarishe Bwana, na ututengeneze Bwana kwa ajili ya utukufu wako. Katika jina la Yesu najiweka wakfu kwako. Tenda kama ulivyokusudia. Katika jina la Yesu wa Nazareti ninaomba na kushukuru. Amen. 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 Ninawasalimu wote katika jina la Yesu wa Nazareti, na ninamshukuru Mungu sana kwa unyenyekevu mkubwa kwa fursa hii ambayo Bwana amenipa ya kuweza kuwahudumia watakatifu, lakini pia natambua uongozi wote wa Anza Siku na Bwana Usiku wa Vita. Asanteni sana kwa kuniamini kuweza kuhudumu katika usiku huu wa vita. Nafikiri kama sikosei, sijui kama ni tangu mwanzo wa mwaka, sikumbuki kama nilihudumu tangu mwaka uanze, lakini yote katika yote tunamshukuru Mungu. Amekuwa mwema, amekuwa mwaminifu, ametupa nasi neema ya kuvuka mwaka na kuona mwaka wa 2025. Ninamtukuza Mungu sana kwa ajili yenu, kwa ajili ya maombi yenu. Tunasimama, tunaendelea mbele na kazi ya Mungu huku Tanzania. Tunaamini mnatuombea, na niungane na wote ambao wameshuhudia. Hakika shuhuda hizi kila wakati zinaendelea kututia nguvu na kuendelea kudhihirisha kwamba Mungu yuko pamoja nasi katika vipindi vyote ambavyo watu wanapitia. Unasikia shuhuda, inakupa moyo, inainua imani yangu kwamba hata na mimi nikipitia changamoto nitakumbuka Mungu alimtendea dada Janet, Mungu alimtendea dada mwingine, Mungu alimtendea kaka mwingine. Maana yake ni Mungu wetu, ni baba yetu. Hata na mimi ninapopitia changamoto hizo bado nitauona mkono wake. Kwa hiyo ninaungana pamoja na wote ambao wameshuhudia kumtukuza Mungu ambaye ni mwema. Kabla sijaingia kwenye somo letu, na mimi niweze kushuhudia kwa kifupi tu. Nafahamu huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kumetokea na machafuko, na huko ambako machafuko yalianza, huko ndiko familia yangu mimi wapo, hapo Goma. Lakini Mungu amekuwa mwaminifu. Katika vita vya siku 4 mfululizo walifariki zaidi ya watu 3,000 kama na 600, lakini Mungu amekuwa mwaminifu. Kwenye familia yangu sote au wote wako salama kabisa, ingawa baba na mama ndio wao wako safarini Kinshasa huko tangu mwaka jana. Kwa hiyo vita hivi navyo tena vimewazuia, hawawezi kusafiri kurudi, kwa sababu hata airport imezuiliwa pale na haiwezi kufanya kazi.
lakini Mungu amekuwa mwema, amewalinda. Ni mtu mmoja tu ndiye aliyefariki kwenye familia yetu, baba yetu mdogo, ambaye ni wa mwisho kwa tumbo la baba yetu, lakini alihifadhiwa vizuri na tunaendelea kumtukuza Bwana. Jina la Bwana libarikiwe sana. Amen. Amen. Na tusiache kukumbuka vita vinavyoendelea Afrika, kwa sababu adui ana mpango mbaya. Pamoja na kwamba ni majira ya mwisho, katika yote yanayoendelea yako katika mpango wa siku za mwisho, lakini sisi tusiache kuomba. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Natamani kuzungumzia leo kwa habari ya utakaso. Wathesalonike wa pili, ile sura ya pili na ule mstari wa 13. Wathesalonike wa pili, sura yake ya pili, mstari wa 13. Nitaanzia hapo. Jina la Bwana libarikiwe sana. Biblia inasema hivi: lakini imetupasa sisi kumshukuru Mungu siku zote kwa ajili yenu, ndugu mliopendwa na Bwana, kwa kuwa Mungu amewachagua tangu mwanzo mpate wokovu katika kutakaswa na Roho na kuiamini kweli. Baba, nibariki neno lako katika jina la Yesu. Amen. Ninaposoma Wathesalonike wa pili, sura ya pili na mstari wake wa 13, ninamwona Paulo katika mstari wa 13 anaanza kutoa shukrani kwa Wathesalonike, lakini anabainisha mambo kadhaa hapo ambayo yanamwonyesha namna Mungu amekuwa na juhudi katika maisha ya Wathesalonike. Lakini nataka nizungumze nasi watakatifu, kanisa la Bwana lililoko duniani, mwili wa Kristo. Nami pia nikisimama kumwakilisha Mungu kama mtume wake, natoa shukrani kwenu nyote, lakini pia na kuonyesha namna Paulo alibainisha mambo kadha wa kadha hapa. Jambo la kwanza, alizungumzia ya kwamba nyinyi ni wapendwa, Bwana anawapenda. Anasema ya kwamba namshukuru Mungu siku zote kwa ajili yenu Wathesalonike. Lakini jambo la kwanza anasema ndugu mliopendwa na Bwana. Anawaonyesha namna wao wamependwa na Bwana. Nataka pia nikutie moyo kwamba unapendwa na Bwana. Haijalishi yanayoendelea, haijalishi matukio haijalishi hali unayopitia, mazingira yoyote unayopitia au unayokumbana nayo. Natamani ujue ya kwamba Mungu anakupenda, tena anakupenda sana. Kwa hiyo yale ambayo unayapitia kama changamoto hayawezi kuondoa au kubadilisha namna Mungu anavyokupenda. Lakini jambo la pili alilobainisha Paulo, alisema ya kwamba kwa kuwa Mungu amewachagua tangu mwanzo. Natamani mtu mmoja majira haya aelewe ya kwamba amechaguliwa, tena amechaguliwa mapema kabisa. Tangu mwanzo Mungu amekuchagua tangu mwanzo. Wewe na mimi tumechaguliwa mapema kabisa. Hata kabla ya nchi ya Marekani haijapata uhuru, wewe umechaguliwa. Nisaidie kusema amen. Hata kabla ya nchi ya Tanzania haijapata uhuru, wewe umechaguliwa. Hata kabla baba yako na mama yako hawajuani, kila mmoja hajawahi kufikiri kwamba angekuwepo, tumechaguliwa. Sikia, wakati fulani waweza kufikiri wokovu ni mpango wa jana. Hapana, hata kabla wewe, Mungu amesha kuchagua. Mungu amesha andaa wokovu wako. Anasema tangu mwanzo upate wokovu. Kwa hiyo hayo ni mambo ambayo Paulo aliyabainisha kwa kanisa la Thesalonike. Ameyabainisha, na mimi nataka niyabainishe kwako kwamba wewe unapendwa na Mungu, wewe umechaguliwa na Mungu. Lakini jambo lingine la tatu, Paulo akasema
katika kutakaswa. Akazungumzia habari za utakaso, kwamba Mungu anataka utakaso kwenu wa Tesalonike. Na mimi niko hapa majira haya niseme ya kwamba Mungu anataka utakaso kwako, mtu wa Mungu unayenisikiliza, mwana wa Mungu unayenisikiliza. Mungu anataka utakaso kwako. Na nitazungumza kwa neema ya Mungu nini maana ya utakaso. Kama unaandika, jambo la kwanza, utakaso ni nini? Utakaso ni kutengwa, ni kuwekwa kando, ni kuwekwa pembeni, ni kuwekwa wakfu. Ndio maana ya utakaso. Maana yake umewekwa pembeni na Mungu mwenyewe, dhidi ya makufuru yote, dhidi ya unajisi, au dhidi ya vitu visivyo kuwa na mahusiano na masuala ya kimungu, vitu vyovyote ambavyo havina mahusiano na mambo ya kiroho, mambo matakatifu. Ndio maana ya utakaso. Unaposikia utakaso, unaposema kutakaswa, ni kule kuwekwa pembeni na mambo machafu, ni kule kuwekwa kando na makufuru yote na mambo yote manajisi. Ndiko kutakaswa huko Biblia inasema, na ndicho ambacho Paulo alikuwa anawaambia Watesalonike. Anachokitaka kwenu Mungu ni utakaso, na mimi niko hapa kukuambia kama kanisa, anachokitaka Mungu kwetu ni utakaso, ni utakaso, ni utakaso. Na utagundua katika kitabu hata kile cha Watesalonike sura pia ya kwanza, utagundua mstari wa 4 ambao nitauzungumza pia baadaye mbeleni, namna Mungu anavyozungumza kwa kinywa cha Paulo kwamba Mungu hakutuitia uchafu bali utakaso. Ndicho ambacho tena Paulo anawakumbusha. Mungu anataka nini kwenu? Mungu anataka nini kwetu? Mtu wa Mungu naye nisikiliza, naomba nisikilize. Mungu anataka kwetu utakaso, anataka utakaso. Paulo anasema hivi katika neno hili la msingi ambalo tumelisoma, ya kwamba imetupasa sisi kumshukuru Mungu siku zote kwa ajili yenu, ndugu mliopendwa na Bwana, kwa kuwa Mungu amewachagua tangu mwanzo mpate wokovu katika kutakaswa na roho na kuiamini kweli. Mungu ametutakasa na roho, na pale tulipoiamini kweli ndiko tulikotengwa. Pale ulipookoka, ulipomwamini Bwana Yesu, ulipoiamini Injili, ukatengwa, ukatakaswa, ukawekwa pembeni dhidi ya mambo machafu, ukawekwa pembeni dhidi ya masuala yote ambayo hayana mahusiano na mambo ya kimungu. Kwa hiyo ningependa sana usiku wa leo nilete ujumbe huu kwako wa utakaso. Nikukumbushe kama vile Paulo anazungumzia katika kitabu kile cha Watesalonike wa kwanza. Nitaomba nisome hapa pia Watesalonike wa kwanza mlango wa 4. Watesalonike wa kwanza mlango wa 4 na mstari wa 7. Biblia inasema, maana Mungu hakutuitia uchafu bali tuwe katika utakaso. Mungu hakutuitia uchafu bali tuwe katika utakaso, bali tuwe katika utakaso. Siko hapa kumshtumu mtu yoyote kama Paulo naye alivyofanya. Hakuwashutumu Watesalonike bali aliwakumbusha. Natamani uelewe hivi, mtu wa Mungu, ili uweze kuishi maisha ya kweli na halisi katika ufalme huu, ili uweze kuishi maisha ya utakaso ambayo ndiyo maisha ya kweli katika ufalme wa Mungu, lazima uelewe wewe ni nani katika Kristo. Na ndicho Paulo amekuja kukifanya kwenye sura hii ya 4 mstari wa 7, kwamba ndugu zangu, Mungu hakutuitia. Anawakumbusha wao ni kina nani.
Na mimi natamani nimkumbushe mtu mmoja usiku wa leo kwamba yeye ni nani. Maandiko yanasema Mungu ametutakasa na roho wake tulipoiamini kweli. Paulo anaangalia mwenendo wa Wathesalonike, anawakumbusha, hakuja kuwashutumu, hakuja kuwahukumu, bali anawakumbusha kwamba ndugu zangu, Mungu hajatuitia haya mnayoyafanya, mwenendo mlio nao, Mungu hajawaitieni hayo. Tumeitiwa utakatifu, sio uchafu. Na mimi niko hapa kumkumbusha mtu mmoja, niko hapa kukukumbusha ndugu yangu na nisikiliza, kwamba Mungu ametuitia utakaso, ametuitia utakatifu, ndio maisha yanayompendeza. Ametuitia utakatifu, sio uchafu. Jina la Bwana libarikiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Nilivyokuwa nasema, utakaso ni kutengwa, ni kuwekwa kando. Maana yake Mungu anatuweka kando na tamaa za mwili, za miili yetu. Mungu anatuweka kando na ngono na mambo ya dunia hii au mambo ya ulimwengu wa sasa. Mungu anatuweka kando na starehe za mwili. Mungu anatuweka kando ili aanze kututumia kwa mambo ya rohoni, kwa mambo ya kimungu, kwa mambo matakatifu. Ndiyo maana ya utakaso. Maana yake Mungu mwenyewe anakuweka pembeni, anakuweka kando ili aanze kukutumia sasa kwa mambo matakatifu. Jina la Bwana libarikiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Amen. Ndio maana ya utakaso. Hayo mengine ni maisha ya zamani. Kuna mambo mengine mapya ambayo Mungu baada ya wewe kuokoka amekuweka pembeni. Ana mambo mengine mapya ambayo anatamani kukutumia kwa hayo. Hawezi kukutumia ukiwa bado unaunganishwa au unaambatanishwa na dunia na mambo ya dunia. Ndio maana alikuweka kando, ndio maana ametutakasa ili aanze kututumia sasa. Aanze kututumia kwa mambo mengine mapya. Maana yake nini? Tunapotakaswa tunafanywa kuwa vyombo vya heshima. Ngoja nikupe mfano. Kila mmoja wetu ana kabati, ana vyombo vyake. Huwa vyombo vyote havifanyi kazi. Vyombo vyote namna vilivyo, kuna vyombo vya heshima, na maandiko yanasema kuna vyombo vya heshima na vingine sio vya heshima. Namna unavyoweza kumhudumia mtu fulani unayemheshimu zaidi, sivyo unavyoweza kumhudumia mtu mwingine. Huo ni ukweli ambao lazima tuufahamu. Hata ukienda ikulu, ukienda kwenye majengo yote ambao wanaishi wafalme, vyombo vinavyotumika kwenye meza mfalme, ndugu yangu, ni vyombo vya tofauti sana. Na wengine wanaofahamu, wengine wanatuambia ni vya dhahabu. Kwa unaweza ukaona hivyo vyombo vimeandaliwa tu purposely, kwa makusudi ya kutumika kwa meza ya mfalme. Sasa hebu pata picha. Mungu ametutakasa mwenyewe kwa roho wake. Mungu ametuweka pembeni. Maana yake nini? Anatufanya moja kwa moja kuwa vyombo vya heshima. Elewa mtu wa Mungu ninachokizungumza. Mungu amekufanya kuwa chombo cha heshima, chombo cha kutumika mezani pake, chombo ambacho atakitumia yeye kwa faida yake, kwa manufaa yake, kwa utukufu wake. Ndio maana alikuweka pembeni, ndio maana amekutenga, ndio maana amekuweka kando kwa ajili ya matumizi maalum. Kwa hiyo ndugu yangu unayenisikiliza, wewe umewekwa kwa ajili ya matumizi maalum. Yale ya kale hayatakiwi tena kuonekana kwako. Tunapozungumzia habari za utakaso, unajua dhambi haipaswi tena kuonekana katika utakaso, maana wewe umetengwa. Utakaso maana yake ni kuwekwa pembeni. Dhambi haitakiwi tena kuonekana katika utakaso, na haina umuhimu wowote tena katika utakaso, kwa sababu neno utakaso ni kutengwa, ni kuwekwa kando, ni kuwekwa wakfu na mambo hayo machafu.
Uongo unatokea wapi tena kwa mtu aliyetakaswa? Umbea utatokea wapi tena? Kusengenya, chuki, wivu, husuda, uasherati, faraka, matukano, ibada za sanamu zitatokea wapi? Ufisadi utatokea wapi tena? Hayo hayana nafasi tena katika utakaso. Ndugu yangu, natamani uelewe, Mungu anahitaji kwako utakaso, utakatifu. Mungu amekutenga wewe, amekuweka pembeni kwa ajili ya matumizi maalum, akutumie kwa mambo matakatifu. Maana yake tayari wewe umefanywa kuwa chombo cha heshima, umefanywa kuwa chombo cha heshima cha Mungu. Kwa hiyo ishi maisha matakatifu, heshimu chombo hicho ambao ni wewe, mwili wako. Heshimu ya kwamba mimi nimetengwa, mimi ninafanya kazi mezani kwa Bwana. Bwana amenitenga, si manake wewe ni tofauti na yeyote yule. Kama vile vyombo, kuna vyombo vinaachwa kwenye tenga, tunafahamu maisha yetu ya Kiafrika. Kuna vyombo vingine vinawekwa kabatini, vingine vinawekwa jikoni. Wewe sio wa kwenye matenga, wewe sio wa jikoni, wewe umewekwa mahali maalum. Mungu amekutenga kwa ajili yake mwenyewe. Jina la Bwana libarikiwe sana. Kwa hiyo dhambi haitakiwi kuonekana katika utakaso, haina umuhimu tena katika utakaso. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo baada ya kutakaswa, mtu wa kale hatakiwi tena kuonekana kwenye maisha yako. Mtu wa kale hatakiwi tena kuonekana. Ule mtu wa dhambi hatakiwi tena. Ule mtu wa mauti, ule mtu wa tamaa ya mwili, tamaa ya macho, kiburi cha uzima, huyo mtu hatakiwi tena kuonekana kwa mtu aliyetakaswa. Matendo ya mwili hayatakiwi kuonekana tena kwa mtu aliyetakaswa. Jina la Bwana libarikiwe. Sasa nikirudi katika kitabu kile cha Wathesalonike ambalo tumelisoma hapa, kwamba kwa kuwa Mungu hakutuitia uchafu bali utakaso. Ndugu yangu mpendwa, ninaomba Mungu akupe neema. Paulo amewakumbusha, nami niko hapa nasimama kwa niaba ya Mungu kukukumbusha, popote pale ulipo na wakati wowote utakaposikia ujumbe huu, Mungu hakutuitia uchafu. Kanisa la Bwana, Mungu hakutuitia uchafu. Wakati fulani watu wengine, kuna watu wengi tumeokoka, lakini tukihesabu gharama za kujitakasa, wengi wanakataa kujitakasa. Yako maeneo au ziko sehemu fulani katika maisha yetu ya kiroho ambayo shetani, unajua, anayatumia hayo maeneo na kutudidimiza. Haijalishi wewe umeokoka hujaokoka, hayo maeneo madogo ambayo tumeyaacha kwamba haya ni madogo, ndio adui anayatumia kutudidimiza na kuturudisha kwenye uchafu. Ndio maana niko hapa kukukumbusha ya kwamba Mungu hajatuitia uchafu bali utakaso. Ndio maana Paulo anawakumbusha. Ukiangalia nyaraka nyingi za Paulo alikuwa akiwakumbusha waamini wa kanisa lile la mwanzo, waamini wa siku hizo, aliwakumbusha sana. Ndio maana nilikwambia hapa kwenye sura hii ya 4, Wathesalonike wa kwanza 4:7, Paulo anawaambia kwa kuwa Mungu hakutuitia uchafu. Anawakumbusha, hamkuitiwa hayo mnaoyafanya. Na mimi nimwambie mtu mmoja, kama unayafanya hujaitiwa hayo. Umeitiwa utakaso, umeitiwa utakatifu. Lazima ujielewe kwanza, wewe ni nani? Ni chombo chenye heshima. Ukishajielewa utatembea namna ulivyo, kwa sababu umeshajielewa. Paulo akawakumbusha tena kwenye kitabu cha Wakorinto. Hapa nitaenda haraka. Anawakumbusha tena kwenye kitabu cha Wakorinto sura ya 6 mstari wa 2. Anasema hivi, au hamjui kwamba, unaona namna anawakumbusha,
alikuwa hawashutumu, alikuwa anawakumbusha, anataka waelewe wao ni kina nani katika Kristo. Ukishajielewa wewe ni nani katika Kristo, unajua utatembea kwa sababu unajua, mimi ni hivi, mimi ni fulani katika Kristo, kwa utabaki kwenye nafasi yako hiyo. Au hamjui ya kwamba watakatifu watahukumu ulimwengu? Na ikiwa ulimwengu utahukumiwa na ninyi, je, hamstahili kukata hukumu zilizo ndogo? Hapa nafahamu, najua kila mmoja anafahamu kisa cha hapa. Sisi ambao tunaweza kutoa hukumu kubwa, tukajikuta tunaanza kupelekana kwenye mabaraza madogo madogo. Ndio anawakumbusha ili wasiyafanye hayo wanaoyafanya, na ndicho alichokuwa nakifanya pia kwa Thesaloniki. Hapa ndugu zangu, hatujaitiwa hayo. Anawakumbusha waliitiwa nini. Hakuwashutumu, na mimi nasema siko hapa kukushutumu, niko hapa kukukumbusha ili wache yale unaoyafanya. Mstari wa 3 tena anasema, hamjui ya kuwa mtahukumu malaika? Anaenda tena zaidi, basi si zaidi na sana mambo ya maisha haya. Anawaonyesha sasa, anawaonyesha viumbe vingine kwamba na hawa ninyi mtawahukumu, si ulimwengu tu, ili warudi kwenye nafasi zao, watembee namna inavyowapasa kutembea katika Kristo. Mstari wa 9 tena Paulo anaendelea kuwaambia, au hamjui ya kuwa wadhalimu hawataurithi ufalme wa Mungu? Msidanganyike. Waisharati hawataurithi ufalme wa Mungu, wala waabudu sanamu, wala wazinzi, wala wafiraji, wala walawiti. Anaendelea kuwakumbusha, sikia, ukiendelea kupuuzia haya madogo madogo kana kwamba basi haina shida ya madogo madogo, nimeshaokoka tu. Hapana, anasema hapana. Hawamjui wadhalimu, hawamjui watu wenye matendo ya mwili, hawamjui ya kwamba watu ambao wanaacha utakaso hawataurithi ufalme wa Mungu. Anawakumbusha wajue ili wasiendelee katika matendo ya mwili. Ndicho ninachokifanya siku ya leo kwako ndugu yangu unanisikiliza. Niko hapa kukukumbusha. Akuishia hapo kwenye mstari wa 15, anaendelea. Anawaambia hivi, je, hamjui ya kuwa miili yenu ni viungo vya Kristo? Kwamba ninyi na Kristo ni kitu kimoja, mumeungana, tumeungana. Tumekombolewa kwa damu ya thamani, tumenunuliwa. Miili yetu sio miili yetu wenyewe. Sisi ni mawakili wa miili hii. Anaendelea kusema, miili yenu ni viungo vya Kristo. Kama kiungo kwenye mwili wako namna kilivyo, kama ni mkono, kama ni sikio, sisi pia katika mwili wa Kristo ni kiungo. Basi ni vitwae viungo vya Kristo na kuvifanya viungo vya kahaba? Hasha! Kila mmoja heshimu mwili wake. Ni chombo kilichotengwa na Mungu kwa ajili ya kazi maalum, sio kwa ajili ya uzinzi wala usharati, sio kwa ajili ya makufuru wala unajisi. Hakuishia hapo. Paulo anaenda kwenye mstari wa 16, anasema, hawamjui ya kuwa yeye aliyeungwa na kahaba ni mwili mmoja naye? Hawamjui, anawakumbusha. Hamjui, na wakumbusheni. Ukifanya hivyo tayari ni mwili mmoja na yule ambao umefanya naye tendo hilo. Hakuishia hapo. Paulo anaenda paka kwenye mstari wa 19, anawaambia tena, au hamjui ya kuwa mwili wenu ni hekalu la Roho Mtakatifu aliye ndani yenu? Kwanza, ndani yenu kuna Roho Mtakatifu, na miili yenu ni hekalu lake, ndiyo maskani yake. Amechagua kuishi ndani yenu, mliepewa na Mungu, wala ninyi si mali yenu wenyewe. Ninyi si mali yenu wenyewe. Mwenye mali anaweza kafanya lolote. Unajua, mali yangu hii ni mali yangu, naweza kuiuza. Ni mali yangu, naweza kuchukua kadi nikaondoa fedha zilizoko benki kwa sababu ni za kwangu. Lakini Biblia inatuambia ninyi si mali yenu. Sisi ni mali ya Kristo. Yuko aliyetununua, alilipa gharama kubwa. Kwa hiyo hupaswi, huna ruhusa ya kutumia mwili wako namna unavyotaka. Sio mali yako mwenyewe. Paulo anaendelea kutukumbusha kwenye sura ya 3 mstari wa 16. Paulo anasema hivi kwenye Wakorintho wa kwanza sura ya 3 mstari wa 16. Anakumbusha tena kanisa, amjui ya kuwa ninyi mmekuwa hekalu la Mungu, na ya kuwa Roho
na ya kuwa Roho wa Mungu anakaa ndani yenu. Basi iweni na adabu, iweni basi hata na hofu. Jueni hilo, mkijua hilo hamwezi kuyafanya mnayofanya. Unajua, ukijua mzazi wako yuko ndani, kipindi tukiwa vijana, kuna mambo huwezi kuyafanya, kuna watu huwezi kuwaingiza ndani. Baba yuko sebuleni, baba anakaa nje. Hiyo ni nidhamu tu kwamba baba yuko hapo, siwezi kufanya haya mbele ya baba. Sasa maandiko yanatuambia ya kwamba Roho wa Mungu anakaa ndani yenu, ndani yetu. Tuwe na adabu jamani, tuwe na heshima. Roho wa Mungu ni Mungu mwenyewe anaishi ndani yetu. Kanisa lazima tuogope, kanisa lazima tuheshimu huo thamani ambao Mungu ametupa. Ameamua kukufanya wewe kuwa maskani, amechagua. Akasema hakuna jengo lolote ambalo wanadamu wanaweza kunijengea nikaishi, lakini akaamua kukaa ndani ya mtu aliyetakaswa, ndani ya mtu ambaye ameamini kweli. Ndio Paulo anasema, je, ndugu zangu, tuwe na adabu, tuwe na heshima, tuheshimu Roho wa Mungu anayekaa ndani yetu. Jina la Bwana libarikiwe sana. Haleluya. Amen. Kitabu cha Danieli sura ya 12 mstari wa 10. Tumeombwa. Danieli anasema hivi. Danieli sura ya 12 mstari wa 10. Sikiza hapa. Anasema, wengi watajitakasa na kujifanya weupe na kusafika, bali wabaya watatenda mabaya, wala hataelewa mtu mbaya awa yeyote, bali wao walio na hekima ndio watakaoelewa. Ni maombi yangu siku ya leo, Mungu akupe hekima, akupe hekima ya kuyaelewa haya. Wengi watajitakasa majira haya ya mwisho, wengi watajitakasa. Bwana akupe neema ya kuwepo miongoni mwa wale watakaojitakasa. Hapa ni kujitakasa mwenyewe, na ujumbe huu niko hapa kumwandalia Kristo bibi harusi. Niko hapa kukuandaa kwa ajili ya unyakuo. Hizi ni habari za unyakuo kwako, mtu wa Mungu. Kumbuka ya kwamba tuko katika sehemu ya mwisho ya siku za mwisho. Kumbuka ya kwamba Biblia inasema hatujue siku wala saa. Kumbuka ya kwamba dhiki kuu si kwa ajili ya kanisa. Dhiki kuu si kwa ajili ya kanisa, bali ni kwa ajili ya wale wote ambao hawajamwamini Kristo, wale wote ambao hawajatakaswa. Unyakuo ni kwa ajili yetu kama kanisa, na niko hapa kukuandaa. Niko hapa kukuandaa bibi harusi kwa ajili ya kumlaki bwana harusi mawinguni. Sio wote watajitakasa, lakini ni maombi yangu, ni maombi yetu usiku wa leo kwamba tuliokutana mahali hapa tuweze kuwa miongoni mwa wale wanaojitakasa na watakaojitakasa, ili waweze kumlaki bwana wao mawinguni. Anasema wengi watajitakasa, wengi watajitakasa, wengi watajitakasa. Uwe miongoni mwa watakaojitakasa. Nasema uwe miongoni mwa watakaojitakasa na kujifanya weupe. Uwe miongoni mwa watakaojifanya weupe. Uwe miongoni mwa watakaosafika. Mungu akupe hekima, kwa sababu wabaya hawatayaelewa haya. Mtu mbaya hatayaelewa haya, bali walio na hekima. Bwana akupe hekima uyaelewe haya ambayo Roho anayasema. Jina la Bwana libarikiwe sana. Anasema watajitakasa, sio Yesu atatutakasa. Wengi watajitakasa. Tutajifanya weupe. Jifanye kuwa mweupe. Baki upande wa utakaso. Dhambi haina sehemu, haina nafasi, haina umuhimu tena kwenye utakaso. Kwa hiyo ndugu zangu wapendwa, ni lazima tujifanye weupe. Kuna watu ni wazuri lakini wana madoa doa.
Kuna watu ni watumishi wa Mungu, ni manabii, ni mitume, ni wainjilisti, ni wachungaji, ni walimu, lakini pia inawezekana wana madoadoa pia. Siku ya unyakuo wataachwa. Kama unaona kwenye maisha yako kuna madoadoa, hebu ni majira ya kujisafisha, ni majira ya kujifanya weupe. Na ukiona sababu kuna madoa mengine ni ngumu kuyasafisha, unaweza kumtafuta mtumishi yoyote ambao wewe unamwamini, ukazungumza naye akakufanyia counseling, kufanyia deliverance, ili akusaidie katika kujisafisha. Kuna mengine utashindwa kujisafisha mwenyewe. Bwana Yesu asifiwe sana. Jina la Bwana libariki. Huu ulikuwa ni unabii ambao Danieli ameutoa, kwamba ndugu zangu, ni wakati wa mwisho. Aliona jambo hili miaka 700 kabla ya Yesu. Kwa hiyo ndugu zangu, ujumbe huu wa utakaso ni ujumbe muhimu sana. Kuna uchafu ambao unahitaji muda ili ujisafishe, hata mwezi, na saa zingine unahitaji mtu kukusaidia. Usibaki tu mwenyewe. Ukigundua ya kwamba hili hapana, nimefanya lakini hapana, tafuta mtumishi unayemwamini anayeweza kukusaidia. Sio yale maombi ya haraka haraka, hapana. Ingia kitandani kwako, lala mapema, muulize Mungu, Bwana, wapi siko vizuri? Wapi siko vizuri? Na unajua wakati fulani wewe mwenyewe unaweza usijue, au tunasema hivi, njia nyingine ya kutaka kujua uchafu wako, uliza majirani zako, uliza watu wa karibu yako, ndio wanaweza kukuambia vizuri. Hata Yesu pia aliwahi kuwauliza, na aliwahi kusema wakati fulani, yuko mtu yeyote aliyenishuhudia kuwa mimi ni hivi? Hakuna aliyemshuhudia dhambi. Kwa hiyo kuna dhambi ambazo tumezichanganya au zimechanganywa na wokovu. Vitu vidogo nilivyokuambia, masengenyo, chuki, mawazo mabaya, manunguniko, hivyo vitu vinaleta madoa kwenye maisha yetu ya utakaso. Kwa hiyo Mungu atusaidie kabisa. Wenye hekima ndiyo hujua kujiosha, kujisafisha, kujifanya weupe. Ni wenye hekima. Yako matukano mengi tunakuwa nayo, mengi. Kuna vitu vidogo tunakuwa navyo vinatuchafua. Kwa hiyo Mungu atusaidie sana. Ni somo pana, lakini nafikiri katika kipindi hiki au katika muda huu ambao nimeuzungumza, nafikiri unaweza ukawa umenielewa, na Mungu akupe neema hiyo. Kuna mambo mengi ambayo sijayazungumza, yako mahitaji pia ya utakaso na mahitaji 14. Nafikiri kwa neema ya Bwana, akitupa neema, tutaendelea, kwa sababu jumbe hizi ni jumbe za unyakuo. Ujumbe ambazo tunatakiwa tuendelee kuliandaa kanisa la Kristo kwa ajili ya unyakuo. Wakati fulani tunaweza tukakaa kujisahau kupo. Ndio maana wakati wote Mungu pia anainua watumishi wake kwa ajili ya kutukumbusha, ili tusiweze kubaki, kwa sababu mpango wa unyakuo ndio mpango wa kanisa. Lazima tunyakuliwe. Kuna mifano mingi nilizungumzia, mfano wa sahani, mfano wa kikombe, ili tuweze kupata uhalisia. Lakini kwa leo naamini Mungu amekupa neema ya kuelewa, na atakupa neema ya kuweza kulifanyia kazi neno hili. Jina la Bwana libarikiwe sana. Amen. Kwa hiyo nitakuomba uweze kuwa hapa ili tuombe kwa pamoja kwa muda mfupi huu, alafu nitatoa nafasi uweze kuendelea. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Jehova Mungu, unaweza kuchukua nafasi hii kumshukuru Mungu
Mshukuru Mungu kwa ajili ya neno hili. Mshukuru Mungu kwa sababu ni Mungu ambaye hataki tupotee. Ni Mungu ambaye hataki kabisa, hataki tupotee, tuwe mbali na yeye. Alituumba na akatuchora kwenye vitanga vya mikono yake. Wakati wote Mungu anatamani kutuona. Wakati wote Mungu anatamani tuendelee kubaki karibu naye. Baba, tunakushukuru kwa neno hili. Jehova, ninakubariki kwa sababu umelituma neno lako kutuponya. Tumeponyeka kwa neno hili Bwana. Asante Mungu, asante Jehova uliye mtakatifu. Asante maana umetufanya kuwa vyombo vyenye heshima. Umetutenga, umetuweka pembeni kwa ajili ya matumizi maalum, kwa ajili ya matumizi yako mwenyewe. Ni heshima iliyoje Bwana ambayo umetupa. Naomba fumbua macho ya kila mmoja aweze kuona umuhimu, aweze kutambua uthamani wa namna ambavyo umefanya, uthamani wa utakaso wake. Mungu wangu na Baba yangu, tunaomba utujalie hekima ili tuweze kuishi maisha matakatifu, tuweze kujitakasa, tuweze kujisafisha, tuweze kujifanya kwa weupe. Neema yako Bwana tunaihitaji katika majira haya tulio nayo. Naomba neema yako juu ya kila mmoja ambaye umempa neema ya kuwepo katika ibada hii. Ninaomba rehema zako, maana ni mpya kila kukicha. Wewe ambaye ulifanya njia mpya kupitia mwili wa Kristo, tunaomba Jehova, jalia kila mmoja wetu hekima. Jalia kila mmoja hekima ya kuweza kuishi maisha ya utakaso, ya kuweza kujitakasa. Kwa jina la Yesu wa Nazareti, kwa jina la Yesu wa Nazareti. Asante kwa namna ambavyo umeendelea kutukumbusha Bwana. Umeendelea kutukumbusha sisi ni kina nani. Umeendelea kutukumbusha, kutuonyesha utambulisho wetu katika Kristo, kwamba ni watakatifu, kwamba ni wana wa Mungu, kwamba tumechaguliwa, kwamba tumeokolewa. Mungu wa mbingu na nchi, jalie kila mmoja neema, asimame katika utambulisho wake, aishi huo utambulisho, atembee katika huo Bwana, katika jina la Yesu, katika mazingira yote, katika hali zote, asipoteze huo utambulisho, asipoteze hiyo sura yako na huo mfano wako, auwakilishe mahali popote atakapokuwepo. Kwa jina la Yesu, atetee jina lako, asilitukanishe jina lako. Mungu wangu na Baba yangu, tusaidie Jehova, tusaidie mtakatifu. Bila ya neema yako hatuwezi. Neema yako izidi kwa kila mmoja, neema yako izidi kwa kila mmoja wetu, katika jina la Yesu. Wewe ulisema unaweza kutupa kila neema kwa wingi. Mpe kila mmoja kila neema katika maeneo yote yanayogusa maisha yake, katika jina la Yesu. Mpe kila mmoja ujasiri wa kuweza kutamani na kutafuta msaada kwa ajili ya utakaso, kwa ajili ya kujiosha, katika jina la Yesu wa Nazareti. Yehova Mungu, tuondolee aibu inayoweza kutuzamisha katika mambo madogo madogo ya manajisi. Tusaidie tuwe wawazi kwako na kwa watumishi wako uliwaweka karibu yetu, kama vile unavyomweka mkunga karibu ya mama mwenye uchungu wa kujifungua ili asife mtoto. Tusaidie, saidia washirika wote waweze kuona umuhimu wa wale viongozi na wachungaji, watumishi wako uliwaweka karibu yao, ili wasizae upepo, ili wasikose unyakuo. Baba, wape ujasiri wa kusema, wape ujasiri wa kujieleza kwao kama watu uliowaweka, kuwasaidia kitokee kile ulichokikusudia kwenye maisha yao, na sio kuzaa upepo wala kufisha. Katika jina la Yesu Mwokozi, ninakutukuza Yawe, ninakurudishia utukufu, heshima na adhama vina wewe. Katika jina la Yesu ninasi rehema yako, rehema zako ziwe juu yetu, kwa neema yako na upendo wako ndani ya Kristo Yesu, kupitia damu yake tunaomba Bwana, tusafishe na udhalimu wote. Utusamehe Bwana, hata nyuso zetu zinaona haya mbele zako. Yako mambo mengine tunayafanya Bwana hata yanaaibisha. Tunaomba msamaha kwako,
Wewe ni mwingi wa rehema, ni mwingi wa kuachilia. Asante kwa sababu ya damu yako iliyomwagika msalabani kwa ajili ya ondoleo la dhambi. Tunapokea msamaha wako na huruma zako katika jina la Yesu. Ninakushukuru na kubariki. Amen. 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 Asante sana.